Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri ziende kwa kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, sitatumia muda mwingi kuzungumza nanyi kwa sababu muda wetu wa kufunga darasa umefika. Nitatumia muda mfupi sana kugusa mambo ya msingi, lakini wiki ijayo nitajitahidi kulieleza jambo hili kwa kina, Mwenyezi Mungu akipenda. Lakini yuko mtu mmoja amenitumia ujumbe kwenye simu yangu ya mkononi, sijui ni mama, sijui ni baba, lakini kaniuliza, Dokta, ulituahidi wake zako watatuzungumzisha chochote katika darasa ya kina mama, mbona hatujawaona? Niwahakikishie watazungumza, tuseme inshallah. Na badala ya darasa kuishia leo, darasa itaendelea na wiki ijayo. Kwa hiyo wiki ijayo tutaendelea na hii darasa tena ya kina mama. Au mmechoka kusikia kwa Mwalimu Dimoso? Wiki ijayo aendelea, siendelee? Kwa hiyo wiki ijayo tunatarajia tutakuwa naye tena hapa akiendelea na darasa. Kwa hiyo ni nyinyi tu kuendelea kuhudhuria katika jambo hili muhimu. Ndugu zangu, katika kipindi hiki ningependa nizungumzie kwa ufupi sana uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango ama kupanga uzazi ni utaratibu unaotumika na wenzi wawili katika kupangilia muda sahihi wa kupata mimba na kuzaa, ili kujiwekea malengo sahihi ya namna ya kuilea familia katika mazingira sahihi. Kupanga uzazi ni jambo linalokubalika katika Uislamu. Asitokee mmoja wenu akasema kupanga uzazi katika Uislamu imekatazwa. Si kweli. Na ndiyo maana kitabu cha Qur'ani katika surati Bakara, Mwenyezi Mungu amemtaka mwanamke anyonyeshe miaka mingapi? Miaka mingapi? Huwezi kunyonyesha miaka miwili kama hujapanga uzazi. Utapata mimba katikati ya hiyo muda wa kunyonyesha. Kinachokatazwa na Uislamu ni aina mbaya za upangaji wa uzazi zenye madhara. Ziko aina ukizifanya katika kupanga uzazi zinakusababishia madhara. Na hii haijalishi hata kama zitaendelea kutangazwa na vyombo vya habari, hata kama wataendelea kupromoti kwa vyombo vya habari. Sisi lazima tuseme ukweli, kwa sababu kiongozi wa dini anatakiwa ainusuru jamii hata kama jamii inadanganywa katika hilo. Ndugu zangu, uzazi wa mpango wenye madhara ni ule ambao mwanadamu akiutumia unamletea athari katika maisha yake. Kupanga uzazi kumegawanywa katika njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni kuparaganya homoni ili mfumo wa uzazi usikae sawa, mwanamke asishike mimba. Utaratibu wa pili ni kuzuia mbegu za uzazi zilizoingia katika mfumo wa uzazi wa mwanamke zisilifikie yai ili kuichavua na mwanamke kupata mimba. Na njia ya tatu ya kupanga uzazi ni mwanamke kuondolewa kabisa viungo vyake vya uzazi vya ndani, au mwanamume kufungwa kabisa, kuasiwa, kuzuia mbegu za uzazi zisitoke. Sasa njia hizi tatu za kupanga uzazi, njia moja ina madhara mengi sana, nayo ni hii ya kuparaganya homoni au vichocheo vya mwili vya mwanamke, kuvifanya viende ovyo ovyo, kupoteza direction ya viungo ya via vya uzazi vya mwanamke katika kuzalisha vichocheo vya mwili.
Njia hii ina madhara kwa sababu inampelekea mwanamke, pamoja na faida ya kutokuzaa kwa wakati anaofanyiwa, madhara makubwa yanampata mwanamke baada ya muda mfupi au mrefu wa matumizi wa njia hizi. Mfano, mwanamke akichoma sindano hawezi kupata mimba. Yaani akichoma sindano ya kuzuia kupanga uzazi, mwanamke hawezi kupata mimba. Lakini madhara ya kuchoma sindano yenye homoni ya estrogen katika sindano hiyo, ambayo ni artificial hormone inayopandwa katika mwili wa mwanamke kila baada ya siku 89, yani miezi mitatu. Kila baada ya miezi mitatu anachoma sindano moja. Artificial hormone hii, kichocheo kisicho cha asili hiki, kinapoingia katika mwili wa mwanamke kinakwenda kuparaganya mfumo sahihi wa uzalishaji wa vichocheo vya mwanamke na kudistabu, na hivyo kumfanya mwanamke asianze kupevusha yai na homoni za mwili zisitambue muda wa kupevushwa kwa yai. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamke na homoni mbili, hypothalamus hormone na ambayo inatoka katika hypothalamus gland inayokwenda kuichochea pituitary gland ambayo nayo inazalisha homoni mbili. Homoni ya kwanza ni follicle hormone na homoni ya pili ni luteinizing hormone. Homoni hizi mbili zinapoparaganywa kwenye mwili wa mwanamke, mwanamke anakosa vitu vitatu, visikilize vizuri. Cha kwanza, upevushwaji wa yai haukamiliki kwa wakati na kwa namna inayotakiwa. Jambo hili linampelekea mwanamke asipate mimba. Jambo la pili, linakwenda kuharibu mfumo wa mwanamke katika kuzalisha homoni zinazokwenda kuchochea uzalishwaji wa joto na ukuzwaji wa viputo vya damu maalum vinavyozalishwa katika uterus, mfuko wa uzazi wa mwanamke, kila baada ya siku za mzunguko wa hedhi, anapofikia kipindi kile cha kuingia katika hali ya ovulation, yai kuweza sasa kuchavuka, kupevuka na kutakiwa kuchavuliwa. Mfuko wa yai mfuko wa uzazi huzalisha viputo vidogo vidogo vinavyojazwa damu, ambavyo kazi yake huwa ni godoro la mtoto. Uzalishwaji wa viputo hivi vya damu, mwanamke akichomwa sindano huwa unakufa, haufanyiki katika mfuko wa uzazi wa mwanamke. Na kwa kuwa haufanyiki, ndiyo maana mwanamke anayechoma sindano anakata hedhi, kwa sababu hedhi ni damu inayojazwa katika kuta za mfuko wa uzazi, ambayo inadumu baina ya siku 3 mpaka 7. Yai linapokuwa halijapevuka, eneo hili kukawa hakuna yai lililokuwa limechavuliwa na mbegu ya kiume, vifuko hivi vya damu huanza ngozi yake kuchanika, ngozi yake huanza kupata kreki. Inapochanika ile ngozi, ile damu inaanza kumiminika taratibu, ile damu inaanza kumwagika taratibu. Na kwa sababu viputo hivi huota kama tunda linavyoota ndani ya mmea, kwamba hili linakomaa, hili ndio changa, hili liko katika nakati, na mayai na maputo ya uzazi au maputo ya damu godoro katika mfuko wa uzazi wa mwanamke yanakuwa kwa hatua. Kuna madogo madogo kwa maana ya machanga, kuna yaliyokomaa, kuna yaliyopevuka sana, kuna yaliyoiva. Sasa yale ambayo yataachia
damu ikimwagika ndio inakuwa damu ya siku ya kwanza ya hedhi. Kuna mengine yanamwagika kesho yake, damu ya siku ya pili ya hedhi. Kuna mengine yanapasuka siku ya tatu, damu ya tatu ya hedhi. Kuna mengine yanapasuka siku ya 4, damu ya siku ya 4 ya hedhi, na yataendelea hivyo mpaka yote yatakapoisha. Yakirudi katika hali ya kawaida, hakuna puto lilobakiza damu, hapa mwanamke ndio anakuwa kamaliza hedhi. Sasa ukichoma sindano hiyo huwezi kupata. Yani mfuko wa uzazi wa mwanamke ambao unazalisha damu chafu, ambayo inazalisha damu yenye kazi ya kumsubiri mtoto, likawe godoro la maisha ya mtoto, inaposhindikana kupatikana mimba na damu ile ikavuja, ikapatikana damu ya hedhi, mwanamke akimaliza hedhi yake anakuwa tohara, anakuwa msafi, zile kuta za utumbo zinajirudia, zamini za mfuko wa uzazi zinarudi katika hali ya kawaida, mwanamke anasubiri hedhi ya mwezi mwingine ili maisha yaendelee. Ikitokea umechoma sindano, kinachotokea hivyo puto ambavyo vinazalisha damu ambayo ni chafu, na unapotokwa na hedhi kwako inakuwa natural detoxification, una detoxify damu chafu katika mwili ili kubakiza mwili salama. Mfumo huu wa kudetoxify mchafu katika mwili automatically unasimama. Nini kinachotokea? Mwanamke anaanza kuwa na shida ya kunenepeana na kuvimbiana, kwa sababu siku zote takataka zinapoozea mahala penye ardhi akanyeshewa mvua, takataka zinabadilika, zinakuwa nini? Mbolea. Automatically matakataka haya yanakujaza mwili. Ndio maana wachomaji sindano wengi wananenepa eneo la juu ya mgongo nyuma, shingo inakuwa kubwa, ananenepa kifua na matiti, makalio na mahipsi, na anapata kitambi. Kila mwanamke aliyochoma sindano kitambi kinamuhusu. Sio cha hela, matakataka yamejazana. Na katika kila wanawake 100 waliochoma sindano, wanawake 98 hawapati bridi zao, na ikitokea amepata hedhi anapata ya matone, tena ya vipindi. Mwanamke aliyechoma sindano anaweza kutoka tone la damu saa 8 mchana, saa 12 jioni katoharika, na anaweza kuswali. Uongo kweli? Sasa haya ni madhara ya kuharibu homoni katika mwili wa mwanamke. Mfano wa sindano ni kwa mwanamke anayepandikiza kijiti. Kuna wanawake wanafanya uzazi wa mpango kwa kupanda nini? Kijiti. Na angalia maajabu yalivyo. Mwanamke anayetumia sindano akasimama mfumo wake wa hedhi, akawa hapati hedhi za kila mwezi, au aina nyingine yote ya uzazi akaitumia, akawa hapati hedhi ya kila mwezi, akianza kurudi hospitali akiwaambia daktari ama muuguzi kwamba sasa nataka kurudi katika hedhi, anachopewa anamezeshwa vidonge, tena anapewa ule mstari wenye rangi moja peke yake, anaachwa ile mistari mitatu yenye rangi moja, anapewa ule mstari wa siku 8 za mwisho, siku 7 za mwisho katika wiki ya siku 28, anaambiwa ameze zile ili damu itoke tena. Kuna swali la kujiuliza, ikiwa ulichoma sindano hedhi ilisimama, ukimeza dawa hedhi inaporomoka, vipi hali ya huyu mwanamke anayemeza kidonge kila siku ya Mungu ndio maisha yake, utafikiri anakunywa ARV? Yani kuna wanawake maisha yao ni vidonge, yani kila siku lazima ameze kimoja, na simu ya vidonge ishawekwa, hakuna kuacha. Ukianza kumeza umeze mfululizo, hakuna kuacha hata siku moja. Swali linakuja, hicho kidonge unachokimeza kila siku kinakwenda kukuweka madhara kiasi gani katika mwili wako? Kuna wanawake nimesema wanapandikiza vijiti. Hawa nao ni sehemu ya tatizo.
Na kuna wakati mwanamke kijiti kinapotea mwilini. Hamjawahi kusikia kijiti kimepotea kwenye mwili wa mwanamke? Hamjawahi kusikia kijiti kimepotea kwenye mwili wa mwanamke? Swali linaulizwa, kinapotea kimekwenda wapi? Kuna mtu anawekwa kijiti begani, kinafanywa operation, kinatolewa mgongoni au tumboni. Lakini wanawake wa Kiswahili mpo tu. Nisipoweka kijiti nikizame nitaweza? Acha tu nikaweke vijiti, acha tu nikameze dawa, acha tu nikachome sindano. Alafu ndo kuna tangazo la mama ndimu, wala haina madhara, udhia tu mdogo mdogo. Mama ndimu, tangazo la mama ndimu, eti hazina madhara, uzia tu mdogo mdogo. Ndugu zangu, inawezekana hakuna madhara ya moja kwa moja wakati unatumia dawa hizi, lakini kuna madhara ya jumla yanayojitokeza baadaye. Kwa sababu tafiti za kitaalamu zinaonesha njia hizi za uzazi wa mpango zinapotumika kwenye mwili wa mwanadamu na mwanamke kuparaganya homoni zake kwa kuwekewa artificial hormone katika mwili na kuziparaganya zile homoni za asili, yani natural hormones, kinachotokea kwa mwanamke ni haya yafuatayo. Wanawake kwa ujumla wao wakitumia njia hizi, kinachotokea ni hiki kifuatacho. Kisikilize wewe mtumia dawa za uzazi wa mpango. Kwanza, mwanamke kuvuruga hedhi. Hedhi ya mwanamke inavurugika ovyo ovyo. Unaweza ikafunga kabisa, ikatoka mfululizo, au ikatoka mabonge, au ikatoka bila utaratibu, akarudia ndani ya mwezi mmoja zaidi ya mara 2 mara 3. Jambo la pili analolipata mwanamke baada ya kutumia madawa haya, mwanamke anaweza kupata unene usiokuwa wa kawaida, au akakonda mkondo ambao hakuwa nao, akaisha tu kama moja. Ghafla tunamkuta mtu kakauka, utafikiri alishi kwao, au limekuwa nene kaa puto, anapata kitambi cha ghafla ambacho uwezo wake wa kiuchumi mdogo. Baya zaidi, mwanamke anaweza kupata maumivu wakati wa hedhi, tena maumivu ambayo yanaambatana na hedhi ya mfululizo. Au mwanamke anaweza kupata hedhi zaidi ya siku 10, 11 na kuendelea, akajikuta anaporomoka madamu, tena anaporomoka mabonge. Baya zaidi, wanawake wanaotumia dawa hizi wanapoteza hamu ya tendo la ndoa. Utafiti unaonyesha zaidi ya 50% ya wanawake wanaotumia uzazi wa mpango huu kwa muda mrefu hujikuta hamu ya tendo la ndoa inaondoka. Unawakaa naye katika bodaboda, ushawasha pikipiki, unaelekea Sikonge, uko kwenye barabara la Flodi, pamoja na pikipiki kupiga kelele, pamoja na tairi na shoka hapo kudunda, yeye hana anachojisikia, mpaka unamuuliza, mama Abdalla, unaniona lakini nakata kona kali, kuna jeshi hapa. Anasema, mume wangu kata kona, tunaamini kwa hapa tutafika wote. Leo imefikia mahala mabinti wengi hawapati hamu ya tendo la ndoa. Kuna wanawake imefikia mahala wamepoteza ladha ya tendo la ndoa. Mwanamke hasikii chochote mpaka inafikia mahala amezaa watoto 5, aliyawahi kuonja msisimko wa Coca-Cola. Yani yeye yupo kila anachokunywa kama maji ya kunywa tu. Madhara mengine ya dawa hizi za uzazi wa mpango kwa wanawake ni kuharibu mfumo wa maumbile ya wanawake kwa kumfanya apate umajimaji. Unaweza ukakikuta wakati uko kijana mdogo ulikuwa vizuri hujatumia hayo madawa, ukianza tu kutumia madawa haya unaanza kudrain maji yasiokuwa ya kawaida. Na kuna aina 3 za maji zinaweza kutoka. Aina ya kwanza, colorless, maji kama ya kunywa haya, hayana rangi yoyote wala harufu.
lakini anaweza kufanya utafikiri huko katika mbuga ya kulimia mpunga, tena masika kunanyesha. Mwenye nyumba akija avae rainbuti, akijitia ufundi kuingia na suruali yake, akifika ndani jinsi yote imeloa, mguu wa kwanza wa pili kaloa miguu yote, anakumbuka utafikiri akanyaga tope, anawatikia mpunga. Lakini shida kubwa ni matumizi ya dawa hizi, yanapelekea kuharibu maumbile. Ni daktari, hata hapa wanawake wengi wanakuja kwambia, daktari mimi nakuja, mimi na shida, kwenda kwa Mama Ismaili pasi, mimi nataka kumuona Dr. Sule. Akifika anakwambia, shekhe mimi hali si shwari, mimi natokwa maji hata sijui yanatoka wapi, sikuwa hivi zamani. Yani nafikia mahala mwanamke anaweza kubadilisha nguo ya ndani mpaka mara 2 mara 3 kwa siku, na hayupo katika ada ya mwezi, namna anavyo drain. Na yasema haya ili mjue kwamba kuziparaganya homoni, mwisho wa siku mtapata kansa za mfumo wa uzazi. Nadhani mnaosikiliza kwenye radio mnanisikia. Nimeshazungumza mara kadhaa kansa za kina mama, kansa ya shingo ya mlango wa kizazi, nimezungumzia kansa ya kizazi chenyewe, nimezungumzia kansa ya mifuko ya mayai. Vitu vingi au kansa aina nyingi zinawapata sana wanawake. Ndio kundi lenye aina nyingi za kansa kati ya aina 150 za kansa duniani. Mwanamke ana aina nyingi zaidi za kansa. Sasa matumizi ya artificial hormone yanakwenda kuharibu natural hormone. Mwisho wa siku unakwenda kujikuta umejiharibia mwili. Baya zaidi, wanawake wanaotumia uzazi huu, mwisho wa siku wanakuwa kuzaa ni ngumu. Katika wanawake 10 wanaotumia madawa haya, wanawake 7 au 6 hawapati mimba, na wakipata itakuwa kwa kuipambana nayo kweli. Atapata shida, atatumia madawa mengi ya aina mbalimbali, kwanza urudishe mfumo sawa, alafu ndio afanye utaratibu wa kupata mimba. Na katika wanawake hao 10 ambao watapata mimba kwa shida, wanawake 7 hao, wanawake 4 au 3 hawazai kabisa. Yani akiagana na kuzaa ndo jumla, na hasa wale ambao wametumia uzazi wa mpango mpaka umri wa miaka 34 35. Ukifika umri huo, we possibility ya kuzaa ni kubwa, ya kutokuzaa ni kubwa. Tukasema tumsaidie mwanamke katika kwanza kuutengeneza mwili wake. Tumewaletea V24. Tumewaletea nini kina mama? V24. Faida ya kwanza, V24 inaweza kutibu UTI, urinary tract infection, inaweza kutibu RTI, reproductive tract infection, iwe ya fungus, iwe ya virus, iwe ya bakteria, madhali una maambukizi katika mfumo wa uzazi, V24 inakwenda kuondoa. Sifa yake ya kwanza, inatibu mwanamke mwenye miwasho sehemu za siri. Sifa yake ya pili, inaondoa ramani zote zinazokuzunguka sehemu ya siri. Kuna wakati unajikuta una ramani mpaka bara la Afrika limechorwa ndani ya mwili wako. Kuna watu wanaona noma hata kupata mchumba mpya. Sasa nikiolewa na ramani hizi, maisha yatakuwaje, naanzia wapi? V24 inakwenda kuondoa hilo tatizo. Lakini V24 inakwenda kutibu hatua za mwanzo za maradhi ya mfumo wa uzazi ambazo mwisho zinaweza kusababisha tatizo la kansa. V24 inakwenda kusaidia kuondoa tatizo hilo. V24 sifa yake nyingine ni kuondoa harufu. Unajua midomo ina kanuni moja. Ikichukua masaa 2 bila kutafuna kitu, unaanza kupata harufu ya mdomo. Ndivyo sivyo wazee? Simenielewa kina mama? Sasa V24 inakwenda kuondoa tatizo la harufu. Na wengine ni maumbile. Piga mswaki utakapopiga, dakika 10 harufu ni ile ile. Sasa uzuri wa V24 inakwenda kuondoa harufu mbaya.
Kwa sababu moja ya faida ya mapenzi kwa mumeo ni kupata muda wa kucheza, na moja ya faida ya kucheza ni pamoja na kisi katika mwili wote wa mwenzio. Lakini kuna wakati ukisogelea karibu na kitovu unarusha mguu kwanza kule na pua, hali ishakuwa mbaya. Inafikia mahala mkitaka kusalimiana, kama kuna blanketi mlitoe, lakini pia muashe na feni, madirisha yote yakae wazi. Utafikiri mmetupa jala takataka nyuma ya nyumba yenu. Harufu kali ya mwili inaondolewa na V24. Tuseme inshallah. Unajua unaweza kuona maneno magumu nayosema, lakini kuna watu wanateseka na hiyo shida na hawajui wapi mahala pa kutatua tatizo lao. Bora niseme hapa ili niwasaidie na wengine. V24 inaondoa harufu mbaya. V24 inakausha maji. Kama kuna maji yanakuandama, labda una magonjwa ya mfumo wa uzazi, una sexual diseases, yale magonjwa ya zinaa yanakusababishia harufu, yanakusababishia maji, V24 inakwenda kuondoa hilo ndani ya siku 7 tu, biidhnillah. Tuseme inshallah. Lakini V24 ni dawa inakwenda kufanya mlango urudi katika hadhi yake na heshima yake. Kuna watu wengine wamejenga nyumba za kuishi, lakini milango mikubwa ya kuingilia ndani wameweka mageti ya ukuta. Yani mlango wa kuingilia chumbani, lakini pale penyewe pamechorwa ramani ya geti. Yani unaweza kuingiza mpaka gari. Haiwezekani mlango wa chumbani uingizaje gari, hata jeneza linaishia nje. Leteni maiti tuiwekee huku. Ukiona umekaa na geti wakati wewe nyumba ya chumbani, kuna shida hapo. Njia ya bajaji inapita. Inawezekanaje njia ya bajaji ipite semitera tena na mtoto nyuma? Hatari hiyo. Sasa moja ya faida ya V24 ni kwenda kurudisha ule eneo lako na kulirudisha kawaida. Na hapa natoa tahadhari kina mama, usiitumie zaidi ya siku 7, utarudisha seal. Ile seal, ile nini? Seal. Ile seal iliyochomekwa pale utairudisha. Wewe fika mahala tumia tu, siku 3-4 zinatosha. Na sharti lake wakati ukiitumia V24, simama tendo la jimaa. Kama unatumia siku 3, mumeo apumzike, kwa sababu wewe ukiweka yeye akitumia anaweza kuchubuka. Wewe usitumie, yeye muache siku 3. Ukimaliza kuitumia, mpikie chakula, mwekee samaki mezani, mchambulie mibale. Si umeelewa? Baada ya siku 3 au 4 ukishamchambulia miba, akiingia ndani akiwa anakula samaki, kabla hajamaliza chakula atatangaza zawadi. Mke wangu nataka nikununulie nini? Unaomba unachojisikia. Mtege, usikitaje, mtege ili uone kakoleaje. Si umeelewa? V24 inakwenda kubana mlango, inakwenda kutengeneza muscles kuwa imara. Badala ya kwenda kufanya mazoezi ya kuimarisha muscles, wewe tumia tu V24, muscles inarudi kama ilivyo. Hata kama ulifanyia operation ya nyongeza wakati wa kujifungua, lazima urudi ujana. Takbir. Kwa hiyo tutakwenda kufaidika na mengi kwenye V24. Ina mambo mengine nilisema mwanzo makubwa siwezi kuyasema, naona kama yamekwenda mbali, ndio maana nikasema nitamkaribisha Mama Ismaili na Mama Ibrahim wazungumze na nyinyi. Huenda kuna mengine mnaweza kwenda sawa. Sasa mbona mnamwangalia? Kwani nimesema anakuja sasa hivi? Wengine umbea tu, anataka kayapo aanze kuthaminisha, kaoa kifao kajikwaa. Mimi sikoseagi bwana. Nakoseaje kwanza? Kwa hiyo V24 ina faida hiyo. Lakini wewe
wakati unajiandaa na V24, mumeo mpe zawadi ya Royal Gel. Mumeo mpe zawadi ya nini? Royal Gel. Royal Gel ni tiba ya kina baba, ni tiba lishe. V24 hailiwi, lakini Royal Gel inaliwa. V24 pamoja na kutokuliwa kwake, lakini ukaiweka katika kile kitambaa chako, ukaifunga, ukaiweka masaa 8, ukabadilisha kesho yake ukaweka masaa 8, siku ya 3 ukaweka masaa 8, itavuta kila aina takataka na uchafu. Sifa ya kwanza, ukitumia V24 usishangae kwenye ule kitambaa ulichofungia ukakuta kuna takataka za maana zimetoka. Hapo ndo unaanza kusafisha uchafu. Ukirudi sawa, sasa gari inakuwa kama ya Kijapani, tena Land Cruiser 2023. Ukichomeka funguo tu tayari taa zimewaka. Ukitekenya zitatanyenyenyenye. Sio funguo imechomekwa, dereva anatekenya, ndio kwanza gari shazima hiyo. Kuna watu magari yao kama Austin ya zamani, piga ende ili lakini haliwaki mpaka ulishtue. Sasa kina mama, ukitumia V24 itakurudishia hamasa ya tendo. Kina baba, mkitumia Royal Gel mtapata faida ya kuzalisha homoni kwa wingi, kwa sababu kwenye Royal Gel kuna kimbatio kinazalisha maji kwa wingi. Watu wengi wana magonjwa mawili. Kuna wanamume wana tatizo la udhaifu wa tendo, na kuna wanamume wana tatizo la kupoteza hamu. Hayo magonjwa mawili tofauti. Kuna wanaopungukiwa nguvu na kuna wanaopoteza hamu. Wako makundi mawili tofauti. Mwingine nguvu anazo lakini hamu hana. Akinywa chai kikombe kimoja, hata ukimwekea kingine na mayai na mkate anakitazama. Hali hamu ya chai hamna. Anytime, the time of tea. Muda wote ni muda wa chai. Inatakiwa ifike mahala ukikiona kikombe tu wakati chai inajazwa, moyo unapaparika kwa tamaa ya chai, unamwambia nimiminie ninywe. Akinywa cha kwanza mbia mimina cha pili, ukimimina cha pili sema mimina cha tatu. Mpika chai anasema nimechoka, lakini chai imeisha kwenye chupa, nitapika baadaye. Lakini kuna shida, na wanamume wengi wanaogopa kuongeza wake hapo. Maana huyu mmoja aliye naye, tieni maji, tieni maji. Huyu mmoja aliye naye, tieni maji, tieni maji, ajiuliza nikiwa wapi? Ukifanya masiala unaweza kuwa wake wawili, alafu mke mmoja ukampelekea chakula kwa kumtumia wanawe. Unawapigia stendi simu, mpelekeni mama yenu nyama, nitakuja kesho. Kumbona kimbia mechi za Simba na Yanga. Sasa kama shemeji kaka Saidi ana shida ya kuongeza kwa hilo, tunayo Royal Gel, ataongeza tu mwaka huu. Lakini shemeji mwenyewe hajaja hapa, bahati mbaya. Kwa hiyo inshallah niwaombe kina mama, wanunulieni waume zenu zawadi. Kina baba, wanunulieni waume zenu zawadi. Royal Gel ni dawa inayotengenezwa au ni kichocheo, ama tunasema multi hormone, ambayo uwezo wake mkubwa ni kuzalisha vichocheo katika mwili wa baba na kumfanya baba ashiriki tendo mara nyingi zaidi bila ya kuchoka, lakini pia limfanye mwanamume apate ladha ya kushiriki tendo na huku akiwa anafurahia kiwango cha mbegu na kiwango cha kulirejea tendo. Hasa wale ndugu zangu mnaoishi katika nchi zinazoitwa zimeendelea, ambao mara nyingi mnakula mavyakula artificial, mmekuwa wagonjwa, mwisho wa siku unafurahia tu kukaa Ulaya, lakini tabani hoi, bora sisi wala miogo huko. Mimi nakwambia ni ukweli, wazungu wanazaa mtoto mmoja wawili sio kwa sababu ya utamaduni wao. Nguvu hakuna.
hali tabani, sio shwari. Sisi Waswahili mambo mazuri, asubuhi ugali wa muhogo wa bada na samaki, mchana unachapa matembele na maharage, jioni mihogo ya kukaanga na ndizi. Mwanangu, na kazi huna, ukikaa nyumbani wiki tu mtu atemea pembeni, mara na malaria, kumbe hana hata malaria, ashapitiwa na tsunami ya maisha. Famasiani wanaume wa Kiafrika, shikamoo. Kwa hiyo niwaombe zawadi hii tumewaletea V24 kina mama na Royal kina baba. Nimejaribu kuzungumza uzazi wa mpango, madhara yake, lengo langu niguse kipande hiki, lakini njia gani bora ya kuitumia isokuwa na madhara nitaifundisha Jumapili ijayo, tuseme inshallah. Nitafundisha zaidi njia bora za kutumia uzazi wa mpango au kupanga uzazi zisizo na madhara wiki ijayo panapo majaliwa, ambayo Jumapili yake sijajua itakuwa tarehe ngapi. Itakuwa tarehe 5. Jumapili ya wiki ijayo itakuwa tarehe ngapi? Tarehe 5. Kwa inshallah Jumapili ya tarehe 5 unakuja tena na kalamu na karatasi na kila kitu na simu ya kurekodia, kwa sababu nakuja kukupa sasa njia bora za kutumia, na hiyo ndio itakuwa wiki ya mwisho semina ya kina mama kwa mkoa wa Tabora hapa mkoani, na baada ya hapo tutaanza trip za wilaya zote za mkoa wa Tabora, ambapo tutakwenda kutoa semina katika maeneo mbalimbali ya wilaya za mkoa wa Tabora. Tuko pamoja? Kwa wiki ijayo ndio mwisho. Ukikosa wiki ijayo imekula kwako. Wiki ijayo ndo mwisho, ukikosa wiki ijayo imekula kwako, ndo mwisho. Na hatuongezi kwa sababu budget ya wali nayo Royal na V24 bei zake ni tofauti. Hapa bei nyingine, nyie watu wa hapa ndo mmepewa offer. Bei yake hapa kituoni V24 shingapi? V24 shingapi? 10,000. Royal shingapi? 15,000. Hiyo ndio bei ya kituoni. Lakini nje ya hapo Royal na V24 bei yake ni ya dola, tena dola za kupanda. Sio mchezo. Hakuna dawa inauzwa chini ya $100. Hatuna dawa hivyo sisi. Hatuna dawa inayouzwa chini ya $100, hatuna. Si dawa zetu zote za ghali, na zimekuwa ghali kwa sababu zinafanya ufanisi, zinafanya makubwa. Wangapo shanua V24? Nyosha mkono. Nani ameanza kuitumia V24 na kaona kitu cha tofauti? Nyosha mkono. Hamjaanza kuitumia? Mbona mnanitia aibu nyie? Nyisi ndio wenye V24 yenu. Jana nilipokea simu usiku, tumekwenda kwenye kipindi. Jana si Jumamosi, wakati niko kwenye kipindi, natoka kwenye kipindi, kwenye ile sticker kuna namba yangu ya simu ya Voda. Kaka mmoja kanipigia, anatoka Kaliua. Anatoka wapi? Kaliua, alikuja kununua hapa. Anasema yeye alikuwa mzembe. Mara moja tu wiki inapita. Mara moja wiki inapita, miaka 38. Asa akawa anajua labda ana tatizo la mashetani. Amekwenda kunywa silver oil, imedunda. Katumia mafuta meusi, amedunda. Katumia sijui feti spray, ilidunda. Juzi akaipata ile Royal Gel, akaitumia. Juzi jana ndo alikuja kuchukua asubuhi, akaitumia. Ile imeandikwa mara 2. Yeye akasema alipotoka tu hapa akakadiria njiani, kwanza akainywa. Fika akaanza kuona. Sasa wakati yuko kwenye basi, ameondoka hapa anafika Urambo, kwa sababu alikuwa anakwenda Kaliua. Amefika Urambo, anaanza kuona mambo sio shwari. Si limeeleweka? Anasikia alamu inagonga ndeng ndeng ndeng. Akaenda mpaka nyumbani. Amefika nyumbani, bahati mbaya bibie hayupo nyumbani, alikwenda siku ya jamaa zake, silikuaje, kwa sababu yeye katoka na yeye katoka. Akakaa mpaka saa 12. Imefika saa 12, mama anarudi. Mama kafika nyumbani, haraka haraka anaandaa chakula ili aandae chakula cha jioni. Hapo ndo ulikuja mziki na nafasi. Ilifikia mahala mama anataka chakula kisiungue, baba anamwambia bora ilikuwa kwanza weka pembeni, tuzungumze, hali si shwari.
Wakakubaliana wazungumze angalau mazungumzo ya dakika 5, ili mazungumzo yakiisha mama aendelee kupika. Hapo ndo palikuwa patamu. Alizungumza mfululizo mara 2 ndani ya saa moja, wanazungumza tu. Jana anasema chakula cha jioni walikila saa 4:30 za usiku. Tena huko amekula kakaa pale pale anapika. Mama anapika kakaa pale, sasa mke wangu leo ndo naona ladha ya ndoa. Kuna watu wana kazi huko mtaani, watu wagonjwa, lakini inshallah Royal kwa idhini ya Mwenyezi Mungu itakuwa mkombozi kwa matatizo hayo. Na naamini wengi wataendelea kupiga simu. Na nyinyi nataka wiki ijayo mkitumia, basi mfanye mirejesho hata kwa wake zangu. Msiniletee mimi, mletee hata mmoja wa wake zangu pale, Mama Ibrahimu au Mama Ismaili, upate kumwambia kwamba umeona nini katika V24. Hatari. Kwa inshallah leo tusiendelee sana, tufunge mazungumzo yetu hapa ili niendelee na ratiba zingine, na baada ya hapo inshallah tutaonana Jumamosi na Jumapili katika kituo chetu hiki. Lakini kubwa, wale ambao wamekosa bahasha